Tumsifu Yesu Kristo. Mama Maria Malkia wa Mitume, utuombee. Karibu kwenye channel ya Mama Kefibi Mkatoliki yenye kukuletea masomo ya misa takatifu ya kila siku, njia ya msalaba, rozari takatifu, namna ya kusali rozari takatifu, sala ya asubuhi na jioni, na mafundisho baribari ya kanisa Katoliki. Leo tusoma masomo ya misa Jumapili, Dominika ya pili ya Kwaresma. Somo la kwanza, Mwanzo sura ya 12 mstari wa kwanza hadi 4. Somo katika kitabu cha Mwanzo. Siku zile Bwana alimwambia Abrahamu, toka katika nchi yako na jamaa yako na nyumba ya baba yako, uende katika nchi nitakayokuonyesha. Nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, nitakubariki, nitalikuza jina lako, wewe utaleta baraka. Nitawabariki wale wanaokubariki, nitawaapiza wale wanaokuapiza, na katika wewe mataifa yote ya dunia yatabarikiwa. Abrahamu akaondoka kama Bwana alivyomwamuru. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ya 33 mstari wa 4 hadi 5, 18 na 19, 20 na 22. Kiitikio: fadhili zako zikae nasi, e Bwana. 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 Neno la Bwana ni la kweli, matendo yake yote ni maaminifu. Bwana apenda unyofu na haki, dunia imejaa wema wake. Fadhili zako zikae nasi, e Bwana. Macho ya Bwana yawaelekea wale wamchao, wale wanaotumainia wema wake, ili aziokoe nafsi zao katika kifo, na wakati wa njaa awalishe. Fadhili zako zikae nasi, e Bwana. Nafsi zetu zinamgoja Bwana, yeye ndiye msaada wetu na ngao yetu. Fadhili zako zikae nasi, e Bwana, kama vile tunavyokutumainia wewe. Fadhili zako zikae nasi, e Bwana. Fadhili zako zikae nasi, e Bwana. Somo la pili. Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa 8 hadi 10. Somo katika barua ya pili ya Mtakatifu Paulo kwa Timotheo. Mpendwa, shiriki mateso kwa ajili ya Injili, ukitegemea nguvu ya Mungu. Yeye ametuokoa na ametuita kwa mwito mtakatifu, si kwa sababu ya matendo yetu sisi, bali kwa kusudi lake yeye, na kwa neema yake tuliyopewa katika Kristo Yesu tangu milele. Lakini sasa kwa tokeo la Mwokozi wetu Kristo Yesu, neema hiyo imefumbuliwa, kwa maana ameyashinda mauti
na ametangaza uzima wa milele kwa Injili. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Sifa na utukufu kwako e Kristu, sifa na utukufu kwako e Kristu. Sauti ya Baba ikatoka katika wingu lile jeupe ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa, msikilizeni yeye. Sifa na utukufu kwako e Kristu, sifa na utukufu kwako e Kristu. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Utukufu kwako e Bwana. Mathayo sura ya 17 mstari wa 1 hadi 9. Wakati ule Yesu aliwachukua Petro na Yakobo na ndugu yake Yohane, akawapeleka hao peke yao juu ya mlima mrefu. Akageuka sura mbele yao. Uso wake uling'aa kama jua. Mavazi yake yakawa meupe kama mwanga. Mara Musa na Eliya wakawatokea na kuzungumza naye. Petro akaanza kusema, akamwambia Yesu, Bwana, yatufaa kukaa hapa. Ukipenda tujenge hapa vibanda vitatu, kimoja chako, kimoja cha Musa na kimoja cha Eliya. Wakati alipokuwa akisema maneno hayo, tazama, wingu jeupe likawatandia. Mara sauti ikatoka katika wingu lile ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa, anipendezaye, msikilizeni yeye. Wafuasi waliposikia hayo, walianguka kifundifundi, wakaogopa sana. Yesu akajongea, akawaguza, akasema, simameni na msiogope. Wakainua macho yao wasione mtu isipokuwa Yesu peke yake. Waliposhuka kutoka mlimani, Yesu aliwaagiza, msimwambie mtu habari ya maono haya mpaka Mwana wa Mtu atakapokuwa amefufuka katika wafu. Injili ya Bwana. Sifa kwako e Kristu.